Sasa ugonjwa wa acid reflux, tukisema acid reflux tunamaanisha kwamba tumboni kuna asidi. Kuwa na asidi sio ugonjwa. Asidi ni mojawapo ya vimeng'enya ambavyo vinatusaidia kumeng'enya hasa vyakula aina ya protini. Kwa hiyo kila protini yako, umekula ni nyama, umekula maharage, umekula samaki, ili kile chakula kiweze kumeng'enywa, kivunjwe katika vipande vidogo vidogo ambavyo mwili unaweza ukavitumia, unahitaji asidi. Na hii asidi ya tumboni ni kali kweli kweli. Ina pH 1.5 mpaka 3 hivi. Yaani ni kali, inakaribiana na ile asidi ya betri, zile majimaji ya betri la gari. Kama umewahi kujaribisha kuichezea, utakuwa unajua ule ukali wake, ni kali sana. Ili iweze kuvunja hizo protini. Sasa hii asidi imetengenezwa ili ikae tumboni tu. Ya tumbo kuna kuta nene na uteute mwingi ambao unasaidia ile asidi isilete madhara tumboni. Inapokuwa hii asidi imepata changamoto au mwili wako umepata changamoto na hii asidi inaanza kutoka tumboni inarudi kwenye koo, inaanza kuleta sasa madhara, kwa sababu inapokuja kwenye koo sio sehemu ambayo asidi iliumbiwa kuwepo. Kwa hiyo inaleta madhara na dalili mbalimbali. Sasa mojawapo ya dalili ambazo utazisikia kama asidi ikianza kurudi kwenye koo, ya kwanza kabisa ni ile hali ya kusikia kiungulia. Kiungulia maana yake kuna kitu fulani unaungua, maana ile asidi ni kali nimekwambia. Kwa hiyo inapokuwa inarudi huku kwenye koo inasababisha hali fulani hivi ya kusikia unaungua. Yaani katikati ya kifua hapo unasikia kama kuna hali fulani hivi ya moto. Lakini kingine ambacho unaweza kukisikia, unaweza ukasikia kuna kitu fulani kimekwama hapa kooni. Yaani kuna kitu fulani kamekwama, ukimeza mate ni kama kanacheza hivi, alafu kanarudi tena. Ukimeza chakula ni kama kanapishana na chakula hivi, lakini kapo hapa. Unaweza hata ukienda kwa daktari akakachungulia lakini hakaonekani. Hata ukitumia antibiotics labda unadhani labda ni infection au ni fungus, hakaondoki. Ujue huenda ni acid, kwa sababu ile acid inavorudi kwenye koo inavochoma ile sehemu ya chini inaleta sensation mahali fulani kwenye koo, kwa sababu ya ile neva inayotoka tumboni kupita maeneo ya koo. Dalili zingine ambazo zinakuwepo pia ni hali ya kubeua. Unasikia tu mtu kidogo tu yaani kila wakati. Nadhani umekutana na watu kama wao, yaani akiongea tu kidogo kama hivi nilivyoongea dakika 2-3 unasikia hiyo ni kwa sababu ya hizo mambo za acid. Lakini wakati fulani unaweza kupata radha ya uchungu, mate yanakuwa machungu, mwingine anapata kikohozi ambacho hakiponi, sauti inaweza ikakwaruza, ikawa haipo clear kwa sababu hizi vocal cords zinakuwa zinaumia. Lakini unaweza kupata kifua kinakuwa kizito, unasikia kama kuna kitu kimekukalia hapa kifuani. Lakini ukienda kufanya vipimo vya moyo unaambiwa hakuna kitu chochote. Huenda ikawa ni hiyo acid reflux inakusumbua. Na wakati mwingine inaweza ikacomplicate, ikaathiri hata hizi tezi za hapa juu, ukapata tonsillitis ambayo sio ya infection. Unaweza ukaenda ukapata antibiotics lakini bado ikawa hizo tonsillitis haziishi. Na mara nyingi haya magonjwa ya acid huwa yanaambatana au yanakuwa pamoja na magonjwa mengine, kwa sababu ni gonjwa ambalo unakuja kwa sababu ya mfumo wa chakula unakuwa umeathirika. Kwa hiyo vile vimeng'enya vinakuwa vimepata yaani havifanyi kazi vile inavyotakiwa. Kwa hiyo magonjwa mengine pia huwa yanaambatana kama vile kukosa choo, maumivu ya tumbo, bawasili, huwa ni kama vinaendana. Yaani sio rahisi ukawa na hilo ukawa na acid peke yake. Unaweza ukawa na hivi vitu vingine. Na wakati mwingine pia unaweza ukawa na acid reflux, ukawa pia na vidonda vya tumbo kwa pamoja. Au ukawa pamoja na gastritis, ile michubuko kwenye kuta za tumbo. Huwa mara nyingi vinaenda pamoja. Lakini uzuri ni kwamba matibabu pia yanaelekeana. Na kwa wengine ambao katika hali ambayo ni severe zaidi, wanaanza kupata shida za akili. Yaani afya ya akili pia inaathirika. Utagundua wengi wanaanza kupata shida ya hali ya kuogopa. Yaani unakuta mtu anaogopa tu. Yaani hakuna kitu cha msingi ambacho anaogopa, kinachosababisha aogope. Maana kuna wengine unakuta hata chumba chake ambacho alikuwa analala, anaanza kuogopa kulala peke yake. Unakuta ni mama labda ana watoto hata 4, 5, lakini kile chumba ambacho alikuwa analala kila siku anaogopa kulala. Anaenda kulala kwenye chumba labda cha watoto, anaogopa tu, au anaogopa kukaa peke yake nje.
Na wengine wanapata depression, wanakuwa na msongo mkali wa mawazo. Hakuna sababu yoyote ya msingi, na hata wakienda kwa madaktari wa afya ya akili kunakuwa hakuna ile sababu ya msingi inayofanya wafikie hapo. Kwa hiyo wanaishia tu labda kupata dawa na ushauri, lakini wanashindwa kutibu hiyo moja kwa moja, na nitakwambia kwa nini. Na kitu kingine ni kukosa usingizi. Unapokuwa na hii shida kwa muda fulani, unaweza ukaanza kupata hali ya kukosa usingizi. Kifika usiku hauwezi kulala, aidha kwa sababu usingizi tu wenyewe hauji, lakini wakati fulani ni kwa sababu pia unashindwa kulala, unakosa hewa. Yaani ukilala unasikia kama vile hewa inaisha. Kwa hiyo ni kama vile una panic, ni kama vile unapapalika, hewa ni kama haikutoshi. Hata ukifungua feni, ukifanya nini, hauwezi kulala. Kwa hiyo unakuta wengi wanakuwa nalala wakiwa wamekaa, au anapitwa na kausingizi fulani kama ngamu wakati fulani labda akiwa hata sebleni, kwa sababu chumbani anaogopa au hawezi pia kulala. Kingine ni hiyo nimezungumza kuhusiana na kushindwa kupumua vizuri. Sasa haya mambo ya afya ya akili yana uhusiano mkubwa sana na mfumo wa chakula, kwa sababu mfumo wa chakula unatengeneza zile neurotransmitter au tuseme kemikali ambazo zinatusaidia kuwa na mood, ili nijisikie nina furaha, ili nijisikie nina huzuni, ili nijisikie niko motivated. Manake ni hizi kemikali zimetengenezwa kwenye mfumo wa chakula, alafu zinakuja kufanya kazi kwenye ubongo. Kwa hiyo kama ukiwa na mfumo wa chakula ambao ni dhaifu, kama kwa magonjwa kama haya, maana yake ni lazima pia utapata madhara kwenye afya yako ya akili. Na chanzo kikubwa, ndio maana utakuja kukiona, chanzo kikubwa kabisa cha kwanza cha haya magonjwa ni tabia zetu za kutokula vizuri, hasa kutokula nyuzi lishe za kutosha kwenye vyakula. Sasa hivi wanasema mojawapo ya katika upungufu wa virutubisho ambao unaongoza kwetu sisi wote sasa hivi ni kutopata virutubisho, nyuzi lishe za kutosha. Tunakula vyakula ambavyo vingi havina nyuzi lishe. Tunakula nafaka ambazo zimekobolewa, hatuli matunda ya kutosha, hatuli mboga, tunakula nyama nyingi ambazo kuna moja iliniambia, unasemaje nyama hazina nyuzi lishe wakati ni kila zinang'ang'ania kwenye meno. Ng'ang'ania kwenye meno haimaanishi ni nyuzi lishe. Zile ni protini ambazo zikiingia, zikimeng'enywa, zikivunjwa na asidi, hakuna nyuzi lishe yoyote. Kwa hiyo unapokuwa haupati nyuzi lishe za kutosha, unaathiri mfumo wako wa chakula, na madhara yake ni kama ya magonjwa kama hayo. Lakini vile vile tabia ya kula ovyo au kula bila utaratibu. Unakula asubuhi, ukienda kazini tena saa 4 hivi unapitia vimihogo, karanga, unakula kila wakati. Yaani wewe unakula kila baada ya masaa mawili kama mtoto mchanga. Hiyo inaathiri utendaji kazi wa tumbo, kwa sababu kila unavyokula, hata kama ni vipande vya karanga, inafanya tumbo lako linakuwa busy, na hivyo unaathiri utendaji kazi wa tumbo lako. Na wengine ambao wanaathirika zaidi au chanzo kingine ni uzito mkubwa, hasa kitambi. Mara nyingi ukiwa na kitambi, tegemea kabisa kwa asilimia kubwa utapata acid reflux. Sasa tafiti zinaonyesha kwamba unapokuwa na haya mafuta mengi, inaathiri ile mlango unaofunga tumbo pamoja na koo. Kuna kamlango fulani hivi kadogo, lakini kana nguvu sana kuzuia acid isirudi kwenye koo. Kwa hiyo ukiwa na mafuta mengi mwilini, kale kamlango kanaathirika, kanakuwa hakawezi kufunga vizuri. Na kitu kingine ni matumizi ya pombe, uvutaji wa sigara, matumizi pia ya kahawa, yanaweza pia yakafanya ukaingia kwenye hiyo changamoto ya acid reflux. Ni ugonjwa mbaya sana. Yaani ukiwasikiliza wagonjwa wenyewe watakwambia ni si bora upate ugonjwa gani. Hakuna ugonjwa mzuri, lakini acid reflux wanauita ni kama shetani. Kwa sababu kuna wengine hadi huenda kwa waganga kwa ajili ya kwa sababu unajua ukienda hospitali ugonjwa hauonekani. Unajua ni kitu ambacho kinakuwa kinavunja moyo sana. Unaenda hospitali, sababu mara nyingi ukienda hospitali utapimwa labda choo, wataangalia kama kuna H pylori, kama wakimkuta au wasipomkuta atakupa labda zile dawa za vidonda vya tumbo, zile dawa 3. Utatumia wiki 2, baada ya hapo dalili ziko pale na huenda zinaweza zikaongezeka zaidi. Ukienda kupima tena ukafanya hata OGD, bado unakuwa yani hakuna kitu ambacho kinaonekana, lakini wewe unakuwa unaumwa vibaya sana. Kwa hiyo wengine wanadhani labda wamerogwa, kwa sababu wakati fulani ukitumia hata hizi dawa kwa muda mrefu pia
unaweza ukapata side effects zingine. Unasikia kama kuna vitu vinatembea tembea, ni kama vile unasikia humu kuna kitu kinatembea mpaka huku, ni kama kauchawi fulani, lakini sio uchawi, ni huu ugonjwa unaitwa acid reflux. Sasa ugonjwa wa acid reflux usipotibiwa vizuri unaweza ukasababisha complication mbalimbali. Mojawapo ni kitu tunakiita esophagitis. Yaani kwa sababu ile acid haikuumbwa kukaa kwenye koo, inaweza ikarudi ikasababisha vidonda, na koo linavopona linatengeneza kama makovu, alafu ule ukubwa wa koo unapungua. Kwa hiyo kuna sehemu kama vile koo linakuwa jembamba. Kwa hiyo ili kupatibu pale manake mpaka operation, kwa sababu utakuwa unashindwa kumeza vizuri. Lakini ikienda mbali zaidi, acid reflux, hii shida ya kurudi kwenye koo, ni mojawapo ya kihatarishi kikubwa zaidi cha kupata saratani ya koo, ambayo sasa hivi pia zimeongezeka sana, labda za wiki 2. Lakini baada ya hapo haikutengenezwa iwe hivyo. Lakini sasa unaumwa, daktari atafanyaje? Bora aendelee kukuandikia ili angalau upunguze maumivu uweze kulala. Kwa hiyo utaandikiwa hizo pantoprazole, omeprazole na kadhalika. Lakini kiuhalisia hazikutakiwa kutumika kwa muda mrefu, kwa sababu ukizitumia kwa muda mrefu, ile hali ya kuendelea kuzuia asidi isitengenezwe inatengeneza upungufu wa virutubisho, kwa sababu kuna baadhi ya virutubisho ili viweze kusharabiwa au uweze kuvipata vinahitaji hali ya asidi kali kwenye tumbo. Sasa unapotumia zile dawa, maana yake unaendelea kuzuia asidi isitengenezwe. Kwa hiyo unatengeneza mazingira ya kuwa na upungufu wa virutubisho, hasa vitamini B12, unapata upungufu wa madini ya chuma. Kwa hiyo unaweza kuanza kupata anemia, unapata upungufu wa damu tena. Madini kama magnesium, utaanza kusikia moyo unaanza kuwa na kiherehere. Kiherehere ni kama yani moyo unakuwa unaenda mapigo ambayo hayapo, yani hauyaelewi. Mara titi unaacha, wanapiga ti au unasikia moyo unapiga mapigo mpaka wewe unayasikia. Unajua moyo hautaki kupiga mpaka nisikie unapiga, si ndio? Labda mpaka usikilize. Lakini ukiwa kana shida kama hizi, upungufu huu, unakuta moyo ukipiga unausikia kabisa, moyo unalia huko hapa. Ni kama kuna mtu ni kama umeweka earphone kwenye moyo, unausikia kwa nguvu, kwa sababu ya huu upungufu unaosababishwa aidha na chakula chako pia, lakini wakati fulani pia kwa sababu ya side effect ya matumizi ya muda mrefu ya madawa. Vile kutumia kwa muda mrefu sana inaongeza hatari ya kupata shida za mifupa. Kwa muda uliobaki, jitahidi kuepuka vyakula ambavyo vimesindikwa, sana vinywaji baridi kama soda, kahawa, pombe, energy drinks, juice za viwandani. Lakini epuka pia vyakula ambavyo vimepikwa kwa viungo vingi. Wakati huu wa matibabu pia epuka vyakula ambavyo vinakuletea shida kama maharage, dagaa, matunda machachu kama mananasi, maepo, machungwa, kwa muda angalau wa mwezi mmoja ili uweze kujitibu kwanza. Lakini pia epuka vyakula ambavyo vina mafuta mengi pamoja na nightshade vegetables kama nyanya, naweza zikakutibua zikaharibu matibabu yako. Lakini vile ushauri ambao nataka ni uzingatie sana, epuka kula, kwa sababu wakati fulani pia kuna kuchanganya kwamba wengine wanashauri ukitaka kutibu jitahidi kula vyakula vidogo mara kwa mara. Hiyo inaweza kukuumiza, kwa sababu kila unapokula tumbo unalitibua. Ni vizuri ukajitahidi kula vyakula ambavyo vinanyuzilisha za kutosha, lakini kula ushibe ili uepuke kula ile mara kwa mara. Kwa hiyo kula angalau milo 2 au 3. Ukifanya hivyo utakuwa unalipatia tumbo muda mrefu wa kupumzika. Lakini hiyo hautaweza kuifanikisha endapo kama hauli vyakula vyenye nyuzilishe nyingi. Ukila vyakula vyenye nyuzilishe nyingi vinakusaidia kukaa tumboni kwa muda mrefu na vinakufanya unakuwa haupati zile njaa. Kwa hiyo unakula mara 1, mara 2, mara 3 kwa siku, unajisikia uko vizuri, ili ulipatie pia muda pumziko liweze kujitibu. Na wakati huo unafanya hivyo, tengeneza chai ifuatayo. Tengeneza chai ambayo inakuwa na manjano, binzari manjano, ile ya njano. Ukipata ya unga ile ni rahisi zaidi. Unaweza kupata nusu kijiko cha chai au kijiko kimoja cha chai. Alafu unatengeneza chai. Kwa hiyo ile unga yake unaweka kwenye maji ya uvuguvugu au maji ya moto, kikombe kimoja, unatengeneza kama chai. Kama asali haikusumbui, unaweza ukaongeza asali kidogo kama kijiko kimoja. Lakini ili iwe bora zaidi, kama ukipata mafuta ya olive oil, hakikisha unapata yale ambayo ni extra virgin olive oil, au kama huwezi kupata hayo unaweza kupata mafuta ya nazi.
na yenyewe unaweka nusu kijiko. Kwa hiyo kwenye kikombe kile utakuwa umeweka kijiko cha chai, nusu kijiko cha chai hadi kijiko kimoja cha binzari manjano ya unga ile. Alafu utakuwa umeweka maji yale ya uvuguvugu au maji ya moto kikombe kimoja. Alafu utakuwa umeweka mafuta nusu kijiko cha chai ama ya olive oil ambayo ni extra virgin cold press au mafuta ya nazi ambayo ni extra virgin cold press nusu kijiko. Haya mafuta ni optional, lakini ni vizuri zaidi ukiyaweka kwa sababu kuna viambata kwenye manjano, ili viweze kusharabiwa vizuri zaidi vinahitaji aidha mafuta au kitu kingine. Kwa hiyo ukiweka vyote hivi kwa pamoja unapata kikombe cha chai chenye hiyo dawa nzuri ambayo itakusaidia. Unakunywa asubuhi kabla haujala kitu chochote na jioni pia kabla haujala chakula cha jioni. Ukifanya hivyo itakusaidia kwa sababu manjano ni very powerful anti-inflammatory ambayo itakusaidia kuweza kusaidia mfumo wa chakula uanze kujikarabati. Wakati huo umeongeza hizo nyuzi lishe kupitia chakula. Ukifanya hivyo kwa mwezi mmoja, kuanzia wiki 2 mpaka mwezi, utakuwa umeshaanza kuona matokeo mazuri. Lakini fanya hivyo hivyo kwa nidhamu at least kwa miezi 3 ili kuruhusu tumbo liweze kuwa imara zaidi. Kwa hiyo tukifanya hivyo utakuwa umejiepusha na hizo changamoto na complication ambazo zinatokana na hiyo. Na wakati unaenda kliniki sasa, daktari wako atakusaidia, bwana, sasa hivi hauhitaji tena PPI au antiacid, na utakuwa umeepuka mambo mengi.